Na wao walisema watatufunga mechi 10 mfululizo na kweli zibaki mechi 4 tu ili zifike 10. Kwa hiyo sisi kama mechi tunakuwa tunapoteza. Sio unaelewa mpaka hapo. Kwa hiyo inaonekana baada ya mechi hiyo mnazungumza kuna shida. Mechi inayofuata mnapoteza tena mnazungumza kuna shida. Hiyo shida ni ipi na ambayo imeshindikana kutatuliwa? Shida kubwa inakuja kwamba wakiongelea wachezaji wako vizuri. Wachezaji wote wako vizuri. Sio umeelewa? Na usajili uliofanyika ni mzuri. Ila kuna shida ya mwalimu nayo. Mwalimu anashindwa kufungua. Yaani mwalimu mfumo wake ni mgumu ambao hauleti magoli. Ni mfumo ambao unachezea mpira muda mwingi tu. Pasi zinapigwa nyingi, mwisho siku hazileti tija. Wewe unaangalia kitu cha kwanza, tumecheza sisi, kitu cha pili wamekuja wao wametufunga. Maana yake mfumo wa mwalimu unakuwa ni mwingi wa kutoa pasi. Inaonekana mcheza mpira vizuri, mnashangiliwa, lakini mwisho wa siku matokeo ni magoli. Matokeo sio kupiga pasi. Ndio kitu ambacho kimetugharimu mpaka mida hii. Kwa hiyo mpaka tunaona mitamboni tumepoteza pambano la 6. Na pambano la 6 tunalipoteza sisi, tuseme tunapoteza kizembe. Mcheze nyie mfungo nyie. Na sio mechi hii tu, hata ile ya goli 2. Tumecheza sisi, tumefungwa sisi. Kwa hiyo kwa tukubaliane kwamba sisi kwa ujumla ni kwamba mechi za Yanga zimetushinda. Yanga wameshinda. Sasa utasema nini? Mara 6 mfululizo ni kwamba Yanga ametushinda. Sasa kila kija mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6 tunafungwa sisi. Hii ni aibu kubwa sana. Klabu kubwa kama Simba, wenye utani wa jadi kama wakutana na Yanga, hatuwezi tukafungwa mara 6 mfululizo alafu viongozi bado wanachekelea. Hiyo sio sawa. Zamani ilikuwa mkifunga mechi moja viongozi wanaondoka. Leo hii mechi, sikiliza kwa makini. Hivi tu ni pointi sasa. Kila kocha aliyekuja Simba katufunga. Umeelewa? Alikuja Nabi katufunga. Gamondi katufunga. Kaja huyo mwana Mwarabu huyo juzi katufunga. Huyu bwana Mburushi naye katufunga. Sasa waone kwamba ni aibu hiyo. Kila kocha anatufunga. Yaani kila kocha anakuja kujifunzia kwetu. Hii ni aibu. Bado hujanielewa tena. Makocha karibu 6 waliopita katika klabu ya watu wametufunga. Sisi tunashindwa wapi? Tunafeli wapi? Maana yake kuna sehemu kuna shida. Sio ndio mpaka hapo. Na wao tuachie, tunacheza, tunapiga pasi zetu, mwisho siku watapata goli moja, wanapata matokeo, Yanga wanaondoka. Hivi live wameanza na ngao. Yaani katika makombe ambayo wameanza nao, kwa mwaka huu, msimu huu wameanza na ngao. Hii ni aibu. Ndio mshindani wako kwenye yaani Yanga tayari wana kombe moja liko mpaka mida hii tunapokwenda mitamboni. Sisi tunafeli wapi? Suluhu ipo, ila suluhu haitaki kusemwa. Suluhu ipo, ila suluhu ni ngumu kuisema. Wenda wao hawaifahamu, unaweza kwa narudia tena. Suluhu ipo na suluhu haisemwagi. Utawasilisha vipi? Narudia tena. Suluhu ipo, lakini suluhu kiisema itaanza kuleta taharuki, lakini suluhu ipo. Na usipoisema unafikiri tatizo linaweza likatatuliwa? Na ukilisema utaonekana wewe mbaya.